Unasema there's a new Kabogo, there's this fresh breath that Kabogo is bringing. Kabogo waliyejua ni yule ambaye waliambiwa katika mambo ya mapropaganda. Propaganda is the worst thing in this world. Watu wanasema, mimi nakwambia nikishaketi na mtu yote ananiambia wewe ni yule. Namuuliza kwa nini wauliza? Ati yule niliambiwa hakai namna hiyo. Anakaa story nyingine bwana. Yule jamaa anakaa ni mkorofi, anakaa is very proud, anakaa hajulikani. Lakini tukiketi tukionana kama mimi na wewe vijana langu. We are buddies. Mimi kila mtu yote nimepatana na mama pale kwa kioski leo asubuhi. Ananiambia, wewe unakunywa chai kwa kioski? Nikamuuliza, sina watu wanakunywa chai hapa? Nikamwambia si mara ya kwanza, hii ni mara yangu ya 3 nikija Kameme na kunywa chai hapo VUK. Kwa sababu ukitoka Kiamburu kwa sababu ya jam mpaka upige mapema 6:30. Na niko kwa jam, sina ile escort, sina nini, mpaka nikae ndani ya line. My friend, kufika hapa ni 1.5 hours sitapiga chai. Sasa niende wapi nikanwa chai na niko na watu 5 ambao tumeandamana. Nikienda Norfolk, hebu hesabu ni pesa ngapi? Wewe piga 2 bill tu kama Norfolk ni 1100 kila mmoja. Sasa ningepiga 1500 na kitu hapo kwa mama 300 haikuisha. Na nimesukuma mama mbele. Na nyote mmekunywa chai. Sote na chapati. Na mandazi chai na chapati. Pale kulikuwa hakuna mahamri sasa ni mambo sana. Chapati. Ile imekunywa ikawekwa uma ndani. Enjoy sana. Unasema hauna escort saizi. Hamna escort. Unakaa kwa traffic. Niko kwa traffic, nitafanyaje bwana? Siku zile nilikuwa una escort because I had to get somewhere, watu wanangojea. Huduma kwa jamii. Ndio. Ukikaa pale unangojewa na watu 2000, you will be keeping 2000 hours of people in every 1 hour. Lakini sasa sina haja na kukimbia. Ni kutoka tu mapema, ujipange mapema. Unakaa tu pale mapema tu unapiga gazeti. Lakini Kiamburu is hectic, my friend. Ni mbaya. They need to have it in dual carriage. Yes, we had done that plan na World Bank. Na walikuwa wamekubali kufinance. Sijui kama huo mpango bado huko kwa sababu kupiga jam 45 minutes a distance of 10 minutes ni mbaya. Kuna watu wengi, kuna watu wengi wamehamia Kiamburu wamepoteza masaa. You know, people don't think in terms of numbers. Ukiangalia magari tuseme ni 20,000 vehicles with an occupancy of average 4. 20,000 by 4. 80,000 people are stuck in 1 hour. So it's 80,000 man hours. Hiyo ni asubuhi 1 hour only. Jioni another 1 hour. So 160,000 man hours imepotea. Na unasema Singapore imesonga mbele. Wewe angalia tofauti ya Kenya na Singapore. Tutafika huko siku gani? Only when we decide we must work for the betterment of our country. Hapo ndio tutafika. Nimeona kitu inazunguka kwa mtandao jana. Tofauti ya Kenya sijui ilikuwa ni nchi gani. President wa nchi ile amekaa pale New York katika ile unga. Ako kwa pavement. Anafanya notes zake. Sasa wewe jiulize, Afrika ni nani anaweza fanya hiyo? Hata mimi mwenyewe sijui kama naweza. Kukaa kwenye pavement na kupiga hesabu zako. Na kupiga hesabu zako sio kwa hoteli kubwa na mamba kubwa na motorcade. Aina nimeona kwingine imechorwa polisi wamebeba citizen ambaye analeta fujo, wamembeba juu vizuri. Wameshika mkono na mguu, wengine pande ile mkono na mguu na wanacheka naye. Hapa ni kiboko. Tutafika huko siku gani ndugu yangu? When are we ever going to get there? Only when we believe we have no other home, this is our home and we must make it a good home. Kwanza na viongozi. Alright. Kwanza hii vita dhidi ya ufisadi sio vita kali. Ndio. Mimi nakwambia hakuna mtu anaingia benki kuiba. Hakuna mtu anaingia katika treasury ya serikali kuiba peke yake. Kuna wafanyikazi wa serikali wanajaza forms za kulipa. Ili hali hawachukui pesa. They should tell me, waseme waweke kwa mtandao kabogo.com. Mimi I would speak very loudly, my friend. Nitawaanika wanipeleke mahali popote wananipeleka. Na ndipo nasema Mheshimiwa Rais, nipe hii kazi ya kufukuzana na hawa watu. And I'm not asking for a job. Usinilipe, pro bono nitafanya.
Ndakimbizana na wao by the mere mention ati Kabogo ndiye anasimamia sasa mambo ya ufisadi kupigana nayo. Half of it itapotea. Because they know hii maneno sio kitu ya kuchezea. The man is serious. I'll come for them like a wild animal. Ni kama bulldozer imeshika nyumba ya watu kubomoa ufisadi. This is what is ailing this nation. Na utasikia watu tu wakizungumza mimi ni mfanyi biashara. Mimi ni mfanyi biashara. Kwani biashara wewe umejua after 51 years or 52 years ndio umeamuka tu siku moja biashara umeanza kujua biashara. Na ukaanza kuwa very successful. Mwizi. Utakuta mtu PS akona nyumba Karen 250 million na ametoka Umoja last year. How do you explain, my friend? How? Mimi nilichukua miaka mingapi bwana kufika Muthaiga? I did not wake up one morning nikajipata Muthaiga. Nimefanya kazi tangu niko kijana wa mwaka 36. And you can trace me all that time. Mahali nimepitia. Ukiwa PS katika serikali Kenya, doesn't matter kama ni mheshimiwa Kibaki ama mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mpaka utoke Umoja ama mahali uliko ukaishi Muthaiga ama Karen. Lakini you cannot say ulitoa wapi hii mali ya kukupeleka huko. Huna biashara known. Ati wewe kazi yako ni mahoteli. Huna. Only in Kenya these things happen. Pia Uganda sijui na kwingine hapa. Tutafika huko siku gani ndugu yangu? But today it takes you and me. Watu wakianza kuripoti, mimi nimeona PS wetu amejaziwa form hapa. They will stop it, my friend. Itakwisha hiyo maneno. Handshake wanasema kwamba imeleta mwamko mpya kidogo na kwamba sasa hivi utaona kwamba hata DPP pamoja na Kinoti wanafanya kazi. Kuna mwamko mpya kwa sababu hakuna tena ati mtu wetu mtu wa chama chetu. Mimi nawapongeza wale wanafanya kazi. Lakini wasifanye ni kama iko na pendekezo wanapendelea watu wengine. You know, it's like it is one sided. Inafaa kila mmoja achukuliwe hatua. It doesn't matter wewe ni wa mrengo wa URP ama ni wa TNA ama ni wa ODM. Kama umefanya ufisadi, umefanya ufisadi. Wewe ni mfisadi. Hakuna mfisadi TNA, mfisadi URP, mfisadi ODM. Mfisadi ni mfisadi. Wakimbizwe wote pamoja. Okay. Kama PS wa National Youth Service ako ndani, PS wa Agriculture akifanya kitu kibaya aende ndani. PS wa Energy akifanya aende ndani. There is no sacred cow in this war. Na wale ambao wanafikiria kuna sacred wangoje. Mheshimiwa Kenyatta is very serious on this matter. I have never seen him so serious on something. Hii ya ofisadi hataki mchezo nayo. Amesalia tu na miaka 4 sasa. Yes. Unadhani kwamba atatoboa? And his legacy is nowhere else. Hiyo ya universal health care, sijui national housing, tupata nyumba sijui 1,000,000 in the next 4, it is not possible. It will be possible for this to happen in the many years to come kama hamna ofisadi. But at the moment it's not possible. It is not possible because where is the money going to come from? Flusi tatoka wapi ya kufanya mkaraba kufanya 460 billion shillings. Yes. If today you're appointed yes, to head the anti-corruption team, yes, what would be the first thing you'd do? Ni ku announce mimi ndio niko ofisini. Yes. Hiyo peke yake. Half of it itaenda. I'm telling you, it is a simple thing. Number 1, nitasema no cash transactions kutoka county za serikali. Kwa nini county government itume accountant wake aende benki akachukue 5 million ati sijui ni impress ya kupatia watu? Na tuko katika generation ya M-Pesa. Why don't you pay everybody katika mtandao so that kesho ikisemekana pesa fulani ilipotea inajulikana ilipotea ndio, lakini ilipitia kwa simu ya mtu fulani. Inaweza kuwa traced. Yes, you will be able to trace. Wapi, lakini saa hii ukienda National Bank utoe 10 million, how will it be traced? So number 1, no cash transactions. No cash transactions. Katika county yoyote. Katika county yoyote, katika treasury, katika mahala popote pesa ilipwe kwa ma accounts. It must be wired. Yes, it must be wired. Pesa serikali yote inatembea kwa wire. Yes. So that it can always. Unakumbuka tumeambiwa hapa story ya Kabura sijui? Ndio. Ati ameenda benki akabeba sijui milioni sijui ngapi na kikapu. Na magunia. Ukamwekea 50 million my friend kwa gunia hawezi beba. 50 million is 50 kilos almost. So unajua milioni moja ni kama kilo 1.5. So 50 million ni kama
75 kilos atabeba namna gani Kabura? Na tuambia alipatia mtu loan ya 50 million. Kutoka wapi? Trace her account, fungua utaona account pesa zilipiga namna gani. Na ni mali ya umma for supplying air. Where else does it happen? Kenya peke yake. Kabogo apewe kazi katika tume ya kukabiliana na ufisadi. Anasema kwamba akitangaza tu kwamba yeye yuko kazini. Sipawe mshahara. Ni kujitolea kama vile nimejitolea kuja hapa siku ya leo. 1, 2, 3 hours every day na hii kazi itakwisha. Unahitaji miaka mingapi pale katika ile tume? 6 months kwisha. Miezi 6. Set systems, yes. Unataka kutoa pesa katika NYS itoke kwa mtandao fulani. Kwa nini unanunua mahindi shilingi 6,000 mkulima anangoja 3,000 na hawezi pata? Lakini hapo NYS ni 6,000. How? Ukitaka jembe la kawaida la kulima NYS ni shilingi sijui 1,000 ngapi? Jembe la kulima. Hapo Nakumatt ni shilingi 700. Kwa nini wasiende Nakumatt wakanunue pale? Mpaka kuwe na middlemen ambao briefcase suppliers ndio waweza kutengeneza pesa. The only place in the world you can make that kind of money is Kenya. Nowhere else. Hakuna mahali kwingine ndani ya dunia. Ni hapa peke yake. With 1.3 trillion budget bado hatuko sawa. This is money enough to develop Kenya ikikosa kwenda kwa mifuko ya wafisadi. Na ukiangalia gazeti cartoons zikichorwa, hao leaders na hao watu wanachorwa na vichwa vya nguruwe. Why? Kwa nini wanaweka vichwa vya nguruwe katika makatuni? Because it's only a pig that has gluttony of that nature. Okay. Hata ma MPs wetu wanaitwa nini kusema ukweli katika mitandao? So wanaitwa MPs. Kwa sababu ya ufisadi. Yes. Mheshimiwa Kabogo, ukiongea hivi unasema kwamba wewe afisi ya Nurdin Haji kikukujia anytime we can trace to the last coin. Wakuje anytime. Hata sio hivyo, nimesema juzi, kama kuna kitu mimi Kabogo nilinunua nikiwa governor, an asset, wasingoje kuniuliza ilitoka wapi, wachukue. You didn't buy anything? I did not acquire anything in those 5 years. I was too engraved in trying to make Kiambu a better place. Ile property mimi niko nayo ni kununua, nimenunua na nimenunua more than 14 years ago. Sio sasa bana. Wakija wapate kuna kitu niliongezea those 5 years. Watapata tu ni gari moja Lexus na niliuza moja mzee nikanunua nyingine. Nikanunua nyingine, nikauza hama moja nikanunua nyingine. Mimi sina plot Kiambu. I have no plot in Kiambu. Mahali mimi najenga nilipata 14 years ago. You don't have to be a cook to make money. Nimeona juzi mwingine amekuja juzi anaulizwa pesa yako yote ulitoa wapi? Asema nilipawa na Jesus Christ. Yes, it is Jesus Christ through hard work, so through kuiba baba. We only have 1 minute tumalize kivumbi leo hii Mheshimiwa Kabogo, nataka uongee na Wakenya kwa ujumla. Nataka kuambia Wakenya, yes. Kenya is a beautiful country. Right. Na tuna nafasi ya kujenga taifa letu tukiwa pamoja. Tuunganeni tujenge taifa. When you see criminality in the form of corruption, tafadhali shout the hardest. All right. Kuna makarani wako ndani ya mabenki. Hawa watu pesa zao ziko kwa mabenki. Kwa nini wewe karani unajua fulani wa fulani hakuna pesa na hakuwa na pesa maisha yake yote, amepata pesa akiwa governor? Kwa nini? Why don't you raise the alarm? Useme account fulani inawekwa pesa kila siku zinatoka wapi? This is how you make people aware kuwa you are watching over them. Because you cannot do it. Wezi chukua pesa ukapeleka mvunguni kwako kwa nyumbani. It's not possible. Utakamatwa. Kwa hivyo wa Kenya, I know it is dark now, but let's get up and work for this country. Let us support the president in the fight against corruption. And let's make our workers, ambao ni wafanyikazi wa umma, waweze kutufanyia kazi. Huduma kwa jamii. Huduma kwa jamii. All right. And Kenya is a bright nation. Tupatieni nafasi katika serikali inayokuja. Let us form a government of workers, a government of people who do not only think about their stomachs, watu ambao wanafikiria Kenya. All right. Shukran sana Mheshimiwa Kabogo kwa kuja na kusema nasi katika kivumbi leo hii. Nashukuru nami. Thank you very much. Thank you Jalansi. Yes.